kabla hujanunua ardhi au hujajenga sehemu, hakikisha umepata majawabu ya haya maswali matatu. Swali la kwanza, mmiliki halali wa hii ardhi ni nani? Jambo la pili unatakiwa ujue kwamba swali la pili unatakiwa upate majawabu yake ni kwamba serikali imepanga nini hapa au imeidhinisha matumizi gani kwenye hii ardhi? Ni ardhi ya makazi, ni eneo la barabara, ni eneo la biashara au eneo la hoteli? Serikali inasema nini kwenye hii ardhi kabla hujanunua? Ndio. Hilo ni jambo ni swali la pili. Swali la tatu ambalo kabla hujafanya chochote unatakiwa ujue hii ardhi haina mgogoro wowote. Unaweza kuwa unanunua ardhi kumbe ni njia ya watu majirani wanapitaga. Unaweza kuwa unanunua ardhi kumbe mwenzio alizidi kwenye kiwanja cha mtu. Unaweza kuwa unanunua ardhi kumbe ni mirathi. Sijui wamiliki wengine wako nje ya nchi, wengine wako mikoani huko. Kwa hiyo lazima ujue okay, ardhi hii unataka kununua haina mgogoro wowote. Sasa ili upate majawabu haya yote lazima ufanye uchunguzi wa hali ya juu, ufanye upekuzi, ufanye uhakiki wa kina kwamba haya majawabu yake uyapate kabla hujaenda kulipia. Naam, utayapataje majawabu ya maswali yote matatu haya? Swali zuri sana. Utayapata vipi haya majawabu? Mchakato wa kununua ardhi ni mchakato ambao unahitaji muda, pesa na utaalamu. Mchakato wenyewe unahitaji muda, pesa na utaalamu. Sasa tuanze kwenye swali la kwanza. Nitajuaje huyu ni mmiliki halali? Kwanza kama nilivyoeleza awali kwamba lazima ujue makundi ya wamiliki wa ardhi. Kwa hiyo mtu akikupeleka kwenye kiwanja kutazama, lazima ujue, umfanyie interview aliyekupeleka. Yeye ni nani kwenye hiyo biashara? Yeye ni dalali, yeye ni mmiliki halali, hata kama ni kampuni. Kuna watu wanachanganya sana kwamba kwa sababu ninanunua kwenye kampuni wakihisi wako salama. Sio kweli. Inaweza kaa hiyo kampuni imepewa huo mradi iuze, lakini kwenye kuuza haimpelekei hela mwenye kiwanja. Kwa hiyo inaweza kaa kampuni pia ni udalali wanafanya, labda wamepewa ili wauze kwa niaba ya mmiliki halali. Kwa hiyo unapopelekwa site, mfanyie uchunguzi au interview huyu anayekupeleka kwamba bana, okay, wewe kiwanja hichi wewe ni nani? Kama ni mmiliki ulipateje? Ulinunua, uligawiwa, ulipewa? Nyaraka zako za umiliki ziko wapi? Kwa vile viwanja ambavyo vina hati miliki, wizara yenyewe na uchunguzi maalum unaitwa uchunguzi rasmi au official search, ambapo unalipia 40,000. Kwa unaweza ukaona kwamba licha kwamba serikali inatoa hati miliki, lakini imewawekea kwamba lazima ufanye uchunguzi kujua hichi kiwanja kina mkopo kina mkopo. Lakini ni kiwango kidogo sana cha fedha ukilinganisha na fedha ambazo unatoa kununua ardhi. Kabisa. Sasa watu wengi kwa sababu hawafahamu. Lakini hiyo huduma hiyo unayosema ya serikali ni kwa viwanja ambavyo vina hati miliki tu. Ambapo sasa serikali si ndio inakuwa na wafahamu wamiliki. Kwa hiyo inakuthibitishia huyu ndio ni mmiliki halali au sio mmiliki halali. Hii hati ni original au sio original. Amepewa lini, ana mkopo, anadaiwa na serikali kwa maana ya kodi ya pango la ardhi au adaiwi. Hiyo ni kwa kiwanja ambacho kina hati miliki. Lakini kwa kiwanja hichi ambacho viwanja hivi ambavyo wamiliki wake hawatambuliki na mamlaka, ambao kimsingi ndio wamiliki wengi wa viwanja nchini kwetu, ni namna tofauti lazima ufanye. Ndio kama hivyo, ukishaenda site utamfanyia interview kumuuliza, bana wewe umepateje hii ardhi? Umenunua, umegawiwa au umepewa? Au ulisafisha tu ukaanza kuishi? Kama ulinunua, nionyeshe nyaraka zako. Akuoneshe nyaraka zake za umiliki, uangalie vitambulisho vyake na nyaraka. Baada ya kufanya wewe interview utarudi. Mtaondoka site, rudi mwenyewe site. Hichi ni kitu watu wengi sana hawafanyi. Hakikisha unarudi site wewe mwenyewe kwa ajili ya kwanza kuwaulizia majirani. Jamani, nataka kuuziwa ardhi hii na Balkis. Yeye ndo mmiliki halali? Mnamfahamu? Alipateje hii ardhi? Utawauliza majirani wanazunguka hiyo ardhi kwa wakati tofauti, alafu utaenda tena kwa mjumbe kwa wakati tofauti, lakini pia utaenda kwa mwenyekiti kwa wakati tofauti, utamalizia na kwa mtendaji. Alafu utalinganisha taarifa alizokuambia mmiliki, alizokuambia au huyo dalali, lakini pia alizokuambia majirani, mjumbe, mwenyekiti na mtendaji. Uangalie ukweli uko wapi. Au utaishia hapo. Lazima ujue swali la pili ni kwamba serikali imepanga nini kwenye hiyo ardhi? Imeidhinisha matumizi gani kwenye hiyo ardhi? Unaweza kusema ni kiwanja cha makazi, kumbe ni eneo la barabara. Wewe unasema hili ni eneo la makazi, kumbe ni eneo la makaburi. Wewe unasema hili ni eneo au shamba, kumbe serikali imeweka ni eneo la viwanda. Sasa utajuaje hilo? Hapo sasa ndo utaalamu unapokuja. Lazima uende kwenye halmashauri yako, ofisi za halmashauri au za ardhi, watafute wataalamu, alafu wataalamu waende site, wakachukue vipimo, alafu wakaangalie kwenye database ya wizara au kwenye kanzi data ya wizara inasema nini kuhusu hiyo ardhi. Hicho ni kitu watu wengi hawafanyi. Tom, kuna kitu ambacho kinatakiwa kufanyika lakini hakifanyiki. Ndio. Bila shaka kuna hawa wataalamu wa ardhi kwenye halmashauri, kwenye wilaya, mpaka kwenye kata. Ndio. Hichi ambacho unakizungumza, wanakifikisha kisahihi kweli kwa wananchi? Tuwe wawazi na ukweli kwamba bado nchini kwetu elimu ya ardhi haijawafikia wananchi wetu wengi sana. Na bahati mbaya ni kwamba hii ni elimu ambayo watu wote tunaihitaji, wenye shule na wasio na shule, madaktari, wenye fedha na wasio wenye fedha, kwa sababu ni jambo la kawaida kukuta profesa ametapeliwa.
Ni jambo la kawaida kukuta injinia ametapeliwa. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba haijalishi una level gani ya elimu. Hii elimu ya ardhi kwa hiyo inahitajika kwa kila mtu. Kwa hiyo labda tutoe wito kwa serikali kuongeza juhudi zaidi kuendelea kutoa elimu ili wananchi wengi wapate elimu hii.